Tuanze na maswali ambayo yalipita katika darasa iliyopita. Maswali yaliyotangulia kwenye darasa iliyopita. Swali anauliza kwamba je, nikimpenda mwanamke inafaa kumwambia kwamba nampenda na nitakuja kuoa? Naam. Inafaa mtu akimpenda mwanamke au mwanamke akampenda mwanamume, inafaa amwambie. Inafaa kumwambia, anaweza akamwambia ima bil jawali au akamwambia kutumia mtu, lakini isipatikane ile mazungumzo ya mara kwa mara, ima kwa simu au kwa nini, isipokuwa kiwa na mahrim. Naona kama Mama Khadija radhiallahu anha alipopenda aolewe na Mtume sallama, alimtumia kijana wake Maisara, akaenda akamwambia Mtume akamwambia ndugu zake, wakapeleka posa kwa nani? Kwa Mama Khadija. Na kipindi hicho Mtume alikuwa na miaka mingapi? Mtume alikuwa na miaka 25 na Mama Khadija alikuwa na miaka mingapi? Naam, Mama Khadija alikuwa na miaka 28. Wakati Mtume anamuoa Mama Khadija, Mtume alikuwa na miaka 25 na Mama Khadija alikuwa na miaka 28. Ama ile riwaya iliyokuja kwamba Mama Khadija alikuwa na miaka 40, ile riwaya ni dhaifu. Ni mashuhuri kwamba kwa watu kwamba Mama Khadija alikuwa na miaka 40, lakini as-sahih, riwaya iliyokuwa sahihi katika vitabu vya sira na tarikh ni kwamba Mama Khadija alikuwa na miaka 28 na Mtume alikuwa na miaka 25. Kwa hiyo tukirudi katika swali, inafaa kumwambia na yeye mwenyewe anaweza kukwambia, lakini inabidi kufuata utaratibu wa kisheria ili kuweza kuondoa mambo ambayo yanaweza kusababisha hatari ya kutoka katika jada na mwenendo uliokuwa mzuri. Umeelewana vizuri hapo? Na inafaa hata kwa baba akamwona binti ambaye ni mzuri akasema kwamba nataka aolewe na mwanangu, na inafaa pia kwa baba wa binti kumtafuta kijana wa kumuoa nani? Kumuoa binti yake. Tumeelewana vizuri hapo? Haya yote yanafaa na wala sio aibu, na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanafanya hivyo, kama ilivyokuja katika kisa cha Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Umar radhiyallahu anhu na binti yake Hafsa binti Umar. Je, inafaa kutafuta ilmu hali ya kuwa ilmu ya dini ya sheria ambayo tunaisoma hali ya kuwa wazazi wako hawako radhi? Naam, inafaa, isipokuwa tu yani hawa wazazi wako wasije kumwambia maneno mabaya, inabidi mwambie maneno yaliyokuwa mazuri. Mzazi hata kama amepinda amefitinika, bali hata kama ni kafiri, bali hata kama atakuwa ni murtad, unatakiwa wewe uamiliane naye muamala mzuri. Akikutuma pombe lakini hutomjibu vibaya, unatafuta namna ya kumwelekeza kwamba pombe kwangu ni haramu kununua. Sigara, kuna wale ambao wazazi wao wanavuta sigara, hapana. Utafute namna ya kumwelekeza kwamba, tumefahamiana vizuri hapo? Naam. Wa in jahadaka ada an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, ikiwa wazazi watakulazimisha kufuata katika mambo ambayo yako kinyume na mwenendo wa Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam, usiwatii. Lakini pamoja na hayo, waswahibuhuma fi dunya ma'rufa, uishi nao duniani kwa wema. Kwa hiyo wewe unaweza ukawa ni mwema, wazazi wako sio wema, lakini huna mamlaka ya kuwa mtovu wa nidhamu. Hayo mamlaka huna, inatakiwa uishi nao kwa wema. Anasema, je, ukifanya madhambi kwa maksudi, ikiwa utakufa katika madhambi hayo, utaingia motoni? Utaingia motoni na baadaye utatoka? Sheikh, usikimbilie kwamba utaingia motoni utatoka. Hapana,
kimbilia kuachana na hayo madhambi ili usiingie kwenye moto, kwa sababu ile moto hakuna atakayeweza kuuhimili, hauhimiliki. Hakuna mtu ambaye ana uwezo wa kupambana kusema kwamba ule moto ataweza kupambana, atauweza. Hakuna mwenye kuuweza. Hiyo ni nukta ya kwanza. Kwa hiyo pambana, ufanye yaliyokuwa mema, ukiwa mwema uingie peponi. Allah akuepusha na nini? Na moto. Na muombe Allah ukifanya madhambi uwe ni mwenye kutubia toba ya kweli, kwamba usirejee tena kwenye madhambi kama hayo. Lakini jambo jingine, hakuna Muislamu yoyote ambaye ataingia motoni akakaa milele. Hakuna. Atakayeingia motoni akakaa milele ni kafiri na mshirikina. Tumeelewana vizuri hapo? Kafiri na mshirikina ndiye ambao wataingia motoni na kukaa milele. Kwa hiyo ikitokea wewe ni Muislamu ukawa mshirikina na ukawa hali ya kuwa ni mshirikina, wewe hauhesabiki Muislamu, unahesabika ni nani? Unahesabika wewe ni mshirikina, wewe utaingia motoni kama washirikina wengine na kama makafiri wengine. Kwa hiyo jambo ambalo tunatakiwa kujiweka mbali ni kufanya shirki na kufanya jambo la ukafiri, ili ikitokea mtu hata yani umekufa, basi Allah huenda akakusamehe au hata atakuombea dua au ama ila dhalika. Allah atuepushe na moto. Tunamwomba Allah atuingize peponi bila kuingia motoni. Jayyid. Yeye kama mtu anastarehe, je, kama mtu starehe yake ni kucheza mpira, je, peponi ataipata? Peponi kuna raha zaidi ya hiyo. Tumeona mashaikh wangu, peponi kuna raha zaidi ya kuna raha zaidi ya hiyo. Yaani peponi, yanayopatikana peponi jicho halijawahi kuona wala sikia hajawahi kufanyaje, na wala haijawahi kujia katika akili ya mtu yoyote kwamba itakuwaje, yani itakuwaje, haijawahi kujia. Kwa hiyo kinachotakiwa ni nini? Tuishi kwa tabia njema, tufanye matendo yaliyokuwa mema, tupambane ili tuweze kuipata hiyo pepo ambayo tunaitaka na tuweze kupata yani hizo furaha ambazo zinapatikana huko peponi. Mwanamume ambaye hajapata mtoto wa kiume, amepata mtoto wa kike au watoto wa kike, labda mtu amekufa, amemwacha baba, akamwacha mke, akamwacha mama na akawacha watoto wa kike peke yake. Watoto wa kike watachukua theluthi mbili, yani 2/3, na huyu mwanamke mke wake atachukua 1/8, na mama yake mzazi atachukua 1/6. Mali itakayobakia yote ni ya nani? Ni ya baba, anarithi fardhan wa radda. Na ikiwa mtu amekufa amemwacha kaka yake, ima wanakutana kwa baba au kwa mama, na akawacha watoto wa kike au mtoto wa kike, na akawa amemwacha mke, mke atachukua 1/8, mtoto wa kike kama ni mmoja atachukua nusu, kama ni kuanzia wawili na zaidi watachukua 2 ya ngapi? Ya 3. Jayyid. Na mali yote itakayobakia itakuwa ni ya nani? Ni ya kaka yake, anaishi asaban. Na hayo yote tunayasoma kwenye elimu ya mirathi. Aliandika hili swali, basi atakuja kusoma hapa elimu ya mirathi na namna ya kugawa mirathi. Anasema kwamba ni nini hukumu ya mtu hukumu ya mtu isijaelewa hii. Aliandika hili swali hili au Sheikh lisoma? Kuhusiana na mambo ya kucheza magame ambayo yanapatikana katika simu, haifai, ni kupoteza muda. Idha'atul waqti faqat, ni kupoteza muda, na hakuna kitu ambacho ni kibaya kama kupoteza muda. Ule muda ambao unaupoteza ni
umri wako unapotea. Sawa, alwaqtu huwa alumr, wakati ni umri. Hakuna jambo lenye thamani katika maisha yako kama nini? Kama vile wakati. Kuhusiana na mkopo wa serikali kwa wanafunzi wale ambao wanasoma chuo, ikiwa mtu ana uwezo wa kuweza kujisimamia mwenyewe, yani mzazi wake ana uwezo wa kumsimamia mwenyewe kusoma, basi atasoma kwa ada ya nani? Ya mzazi wake. Lakini kama atakuwa hana, basi atasoma kwa hiyo pesa ya serikali. Ni katika mlango wa haja na dharura. Je, inafaa mtu kufuatilia mpira? Haifai mtu kufuatilia mpira. Mambo ya Simba na Yanga haifai mtu kuwa Simba wala kuwa nani, kuwa Yanga. Mtu inabidi katika maisha yake yote awe ni mwenye kutumikia dini na kufanya mambo ambayo yatamfaa akhera. Na mpira kucheza, unaweza ukacheza mwenyewe kama mnavyocheza siku ya Alhamisi na Ijumaa. Huo ndio mpira ambao unafaa. Ama ule mpira katika mikhalafati, mpira unadhaminiwa na kamari. Katika mikhalafati, mambo ya mikhalafa, ule mpira wa Simba na Yanga na timu nyinginezo unadhaminiwa na nini? Unaweza kukuta kinachothamini pale nini? Mambo ya pombe. Unaweza unakuta wale wachezaji mara nyingine wanaingia mwili wako uchi. Wale wengine ambao wanaenda viwanjani kuangalia mpira wanachanganyikana wanaume na nani na wanawake. Kuna maneno mabaya ambayo yanazungumzwa pale kwenye mpira. Kwa hiyo almuhimu, mpira kama mpira kucheza inafaa, lakini huu mpira ambao tunauona ambao tunashuhudia wa Simba na Yanga na kadha na kadha na timu nyinginezo, na nimehitaja Simba na Yanga kwa sababu ndizo ambazo ni maarufu kwa hapa Tanzania sana kuliko timu nyingine, kwamba huu mpira haifai kuwa mshabiki wa hayo mambo ya mpira wala kujihusisha na mambo kama hayo. Mtu mwenye kufuatilia anapata madhambi. Mtu mwenye kufuatilia mpira anakuwa anapata madhambi, na watu wanafuatiana katika hilo. Ni ipi tofauti kati ya Ansar Sunna na Masalafi? Tofauti ipo kubwa. Insha Allah tabaraka taala katika semester ya pili insha Allah tutakuja kusoma hiyo mali za mashallah. Sawa mashaka wangu, lakini kuna tofauti kubwa. Wale ambao mlitangulia mnazijua, tofauti ni nyingi na nyingine mnazisoma katika ile mikarara yetu ya manhaji salafi. Nadhani itakuwa ni mkarara wa thani mutawasita au thalith. Imeelezwa mule tofauti, baadhi ya mambo ambayo ni tofauti kati ya masalafi na nani na Ansar Sunna, na yale mambo ambayo Ansar Sunna wameyakosea, ambao wanatakiwa yarekebishe ili warudi kama walivyokuwa mwanzo. Kwa sababu mwanzo Ansar Sunna inaanzishwa walikuwa ni masalafi, baadaye wakawa wamepinda katika manhaji ya wema waliotangulia kwa baadhi ya mambo ambayo wameyafanya. Ikiwa watayaacha wakafanya yale ambayo ni ya kisalafi, basi wanarudi kuwa masalafi kama kawaida. Ikiwa wanawake wanaruhusiwa kuswalia nyumbani, je, hiyo swala wataiswali pale wakati unapoingia au wanaweza kuchelewesha? Zipo swala ambazo wanawake wanatakiwa wawaishi. Kama swala gani? Swala zote kwanza inapendeza waziswali katika wakati wa fadhila. Wakati wa fadhila ni wakati wa mwanzo pale unapoingia muda wa swala. Wakati al-fadhila ni awwalul waqti. Kwa hiyo inapendeza mwanamke aswali, mwanamke na mwanamume wote tuswali katika awwalul waqti. Sawa? Lakini je, kwa mfano mwanamke akasema hivi nitaswali baadaye, pia anaweza kuswali baadaye kidogo? Naam. Swala gani? Ni ile swala ambayo muda wake una saa, wakati wake ni muwassa. Kwa mfano kama salatul fajri, naona wakati wake ni muwassa. Kama salatul dhuhri, wakati wake ni muwassa, mpana. Kama salatul asri, wakati wake ni nini? Ni muwassa. Lakini salatul maghribi la,
Salatul maghrib wakati wake ni mfinyo kidogo. Salatul isha wakati wake ni nini? Ni mwasa. Kwa hiyo mwanamke anaweza kusema ngoja nimalize kuosha vyombo hapo ni swali. Tumeelewana vizuri hapo, ili mradi asiswali hadi ya kuwa muda wake ushafanyaje, muda wake ushaisha. Hiyo haifai. Sasa hapo tulete masala kwa kuhusiana na mwanamke. Kwa mfano mwanamke akasema hivi, nitaswali baadaye kidogo. Mwanamke akasema nitaswali baadaye kidogo. Muda wa swali hapa Dar es Salaam kwa kawaida wanaadhini saa 6 na dakika 45. Na muda utaenda mpaka saa 9 labda dakika 20. Saa 9 dakika 20 inaingia salatu madha? Salatul asr. Mwanamke alikuwa anaosha vyombo ikaadhiniwa swala. Allahu akbar, Allahu akbar. Akasema ngoja nimalizie kuosha vyombo. Akamalizia kuosha vyombo. Naona hapo akasonga ugali, akaunga mboga. Baadaye sasa anataka kuanza kuswali, mara akaingia kwenye siku zake. Je, hiyo salatu dhuhuri atailipa hiyo swala ambao muda wake umeingia na alikuwa na uwezo wa kuiswali kabla ya kuingia kwenye siku zake? Je, hiyo swala atatakiwa kuilipa? Aljawabu, atatakiwa kufanyaje? Atatakiwa kuilipa. Hii inaitwa wakati tamkin. Unaitwa wakati madha? Unaitwa wakati tamkin. Ameweza kuswali lakini akawa hajaswali. Kwa hiyo siku akitoka kwenye siku zake atatakiwa salatu dhuhuri kufanyaje? Atatakiwa kuilipa, kuiswali. Tumeelewana vizuri hapa Sheikh? Naona haya inshallah mtayasoma katika fiqh na wengine mshayasoma. Hili swali muwe mnaandika kwa herufi kubwa mashekhe. Andikeni kwa herufi kubwa, maneno yawe wazi. Andikeni kwa kalamu, msiandike kwa penseli. Na huyu anasema nilikuwa naamka kuswali. Allah muhifadhi huyo akhi na amrejeshee hiyo na shati yake aliyokuwa nayo kabla. Alikuwa anaamka saa 6 anasoma, anachukua muda mrefu, anaweza kaenda mpaka saa 8 mpaka saa 9. Lakini sasa hivi akiamka kusoma anasoma kidogo, usingizi huo. Tumeona vizuri hapo. Hapo jambo la kwanza, ajitahidi kulala mapema. Ajitahidi alale mapema. Na ajitahidi kama mchana alikuwa analala au analala mchana kidogo, na angalie, je, kuna harakati fulani zimeongezeka mchana? Kama kuna harakati zimeongezeka, basi ima zipunguze au ziondoke moja kwa moja, na kama hazipo bado hali yake ni ile ile, ni ule usingizi umekuja, basi amwombe Allah subhanahu wa ta'ala atumie kama vile maji au maila dhalika, kunawa kwenye uso au maila dhalika, ajimwagie maji, apambane, amwombe Allah ili nashati biidhnillah alkarim itafanyaje, itarudi. Na ahyana anaweza kani shetani. Soma sana ayatul kursi, isome yuraddi mara kwa mara ayatul kursi, hilo jambo litaondoka. Tumeelewana vizuri hapo? Soma sana ayatul kursi. Mara ngapi? Soma mara 10, mara 20, mara 30. Mwenyewe soma mpaka uhakikishe hilo jambo linafanyaje, uhakikishe jambo linaondoka. Je, inasihi kumua mtoto wa baba mdogo? Naam, jambo inasihi. Mtoto mdogo inafaa kumua, lakini sasa tukisema kama inafaa, si mpaka baba mdogo akuozeshe, si ndio maana yake hiyo? Ni mpaka akuozeshe. Kwa hiyo kuna mambo yanafaa, lakini sasa kule kwenu wao wanaona kama ni ukakasi kuyafanya. Hujaambiwa kwamba kwa kuwa inafaa kumua mtoto wa baba mdogo, binti wa baba mdogo, kwamba ni lazima umuoe. Si lazima. Sisi tumeona vizuri maisha. Yaani inafaa, lakini je, ni lazima? Ndio, kama ni lazima. Tumeona vizuri maisha wangu. Mashi. Hujaambiwa kama ni lazima kumuoa.
Nini hukumu kuhusiana na yule ambaye anatuibia kanzu? Hukumu ya yani hilo swali, hukumu ya mtu ambaye anaiba anapata dhambi siku ya Kiyama. Siku ya Kiyama diwani zimegawanyika sehemu ngapi? Ad-diwanu thalatha. Ad-diwanu kam? Ad-diwanu, diwani zimegawanyika tatu za madeni. Kuna deni ambalo wewe unatakiwa mlipe Allah. Kuna sehemu Allah anakudai. Kuna sehemu ambayo Allah anakudai, na hiyo sehemu ambayo Allah anakudai kuna shirki, Allah haisamehi. Shirki Allah haisamehi, lakini madhambi mengine Allah anaweza kuyasamehe. Imma ibtidaan, kama moja kwa moja huingie motoni anakusamehe moja kwa moja, au intihaan, kama inabidi uingie motoni usafishwe kisha baadaye uingie wapi? Ingie peponi. Hiyo ni diwani ya kwanza. Kuna diwani, kwa maana hapa tunazungumzia diwani mbili. Kuna diwani Allah anaisamehe, ni yale madhambi ya kawaida, na kuna diwani ambao Allah haisamehe, ambao ni shirki na ukafiri, na kuna diwani ambao ni ya mja, ambao yule uliyemwibia kanzu, ulimvunjia heshima, ulimtukana, ulimdharau, ulimtapeli, hiyo jambo utakuja kumlipa siku ya Kiyama. Siku ya Kiyama ukishapita pale Sirat, kuna sehemu nyingine ambayo utakutana katika kantara, ambao baadhi ya ahli ilmu wanasema ni as-siratu thani. Pale mtaenda kulipana pale, lazima mlipe pale, lazima yule ambaye ulimuibia lazima utamlipa. Huyu anauliza kuhusiana mtu ambaye anatumia labda simu mara kadha ikawa inamsaidia kwenye durusi na kadha na kadha. La, labda kama umeomba ruhusa, lakini kama umevunja nidhamu ya markazi unaweza kupata madhambi, kwa sababu Mtume anasemaje? Almuslimuna ala madha, almuslimuna ala shuruti. Kwa wewe madamu umekubali kujiunga na markazi, kwenye fomu imeandikwa kwamba wewe uruhusiwi kutumia simu, kwa hiyo usitumie simu. Haina haja ya kuanza kujibaiba, kila simu ikikamatwa unanunua nyingine, haifai. Mtu akawa anafanya maksudi, anapandisha hasira, naona hapo mpaka inafika time ile hasira inapanda, anashindwa kujizuia, anafanya mambo ambayo hayafai. Huyu anapata dhambi kwa sababu anafanya maksudi, tofauti na yule ambaye amekorofishwa ikawa hasira imefanyaje, imepanda. Tunamwambia kwamba tumia manhaji aliyosema Mtume kwamba kaa chini, si ndivyo? Ukishindwa kukaa chini au fanyaje, lala au nyamaza pia, katika zile njia za kuweza kuiondoa hasira kama alivyosema Mtume alayhi salatu wasalam. Mwanafunzi ambaye anasoma kama nyinyi hapa, yuko thalith ibtidai au kadha na kadha, asifikirie mambo ya kuoa, la yufakir. Tumeelewana vizuri hapo? Huko kuoa kutakuja, mali zitakuja. Je, mkirudi huko likizo mnakuta kuna watu wanafanya kazi, wanapata pesa, mtasoma, mtamaliza, mtaingia mtaani kutafuta mali. Zile mali ambazo Allah amekadiria kama msipate, mtazipata, na hakuna kitakachopungua, kwa sababu mtoaji ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ni watoto, utapata watoto wale wale aliowakadiria Allah. Kwa hiyo sio kaenda kule kukuta mtu amelima labda ana heka 10, 20, ukasema na mimi ningekuja ningelima. Hapana, kuna wengine ambao kijijini wana hata heka moja, si ndivyo? Na wao hawajasoma. Kwa hiyo wewe soma kwanza. Hii kazi unayoifanya ya kusoma dini, hii ni bora kuliko hayo yote. Hayo yote yatakuja, hayo yote biidhnillahi alkarim yatafanyaje? Yatakuja.
kuhusiana na yule aliyofungia Yajuj na Majuj kwa kuwekea ukuta, ni Dhulqarnain, ambao akhiru zamani watakuja. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaamsha wake zake, akawaambia kwamba wailul lil arab min sharri qad iqtarab, kwamba matatizo yasije, watahadhari wa Arabu kuhusiana na shari ambayo inakuja. Mtume akasema nimeonyeshwa kwenye Yajuj na Majuj ule ukuta washaanza kuutafuna. Ulikuwa Mtume akaonyesha tu, anasema kwamba wamepasua kiwango kama hiki, ule wakiutafuna ule ukuta, wakiupasua, wakichumuka huko, basi wale watakaokuwepo watatafutana nao. Tumeona vizuri hapo. Lakini wakishatoka watakuwa wanakunywa maji, yani chochote ambacho wanakutana nani mbele wanaua, wanakula, wanakunywa. Kipindi hicho atakuwa Isa alayhi salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala atampa wahi, atamwambia wapandishe waja wangu, atawapandisha, kisha baadaye utakuja upepo. Ipo tafsiri kuhusiana na masala haya. Utakuja upepo, utawachukua, itamchukua kila mu'min na mu'mina, kila ambaye ana imani atachukuliwa, watabaki hao Yajuj wa nani wa Majuj. Haya yameelezewa vizuri katika kitabu al-Fitan ya al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Jayyid. Kuhusiana na mwanamke kwamba akikosea anaadhibiwa kwa kanga, haadhibiwi kwa kanga, isipokuwa anapigwa, lakini asiumizwe. Yani asiumizwe, kwa mfano asipigwe uso, haifai mwanamke kumpiga uso. Asipigwe kiasi kwamba atavunjwa mbavu au kadha, haifai. Pamoja na kwamba kumpiga mwanamke sio sifa iliyokuwa nini, iliyokuwa nzuri. Ni jambo lipo, lakini anapigwa kwa lengo la kurekebika. Kama unaona kwamba hatarekebika, ima mtu atachagua, ima muache au amfanyie nini, amfanyie subira. Inabidi mtu wakati anampiga mke wake awe na murakaba mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mara nyingi mtu ambaye anapenda kupiga sio sifa iliyokuwa nzuri. Mpaka kuna mwanamke mmoja alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamuomba kwamba ya Rasulullah, anasema kwamba yeye mwanamke ametumbiwa na wanaume wawili, ametumbiwa na Muawiya na ametumbiwa na nani, na Abu Jahm. Anamuuliza ya Rasulullah, anasema aolewe na nani? Mtume akasema ama Muawiya asikuoe kwa sababu hana mali, fa'aluhu la mala la, hana mali. Ama huyu Abu Jahm la yadha'u asahu ala madha, ala atiqihi, haiweki fimbo yake kwenye bega lake, yani yeye ni piga. Kwa hiyo bora tu famkihi Osama, olewa na nani? Olewa na Osama. Naam. Na huyu anasema kwamba kuna mtu amemuibia hela, anaogopa kumwomba, anaogopa kumwambia. Je, hiyo hela anaweza akaitoa sadaka? La, maadamu mwenyewe yupo, fanya kila njia umpe hiyo hela, fanya kila namna umpe pesa yake. Tumefahamiana vizuri hapo? Naam. Ungekuwa humjui tungesema kama umtolee nini, umtolee sadaka, lakini kwa sababu ni hela na asili yetu sisi katika masala ya mali ni kwamba kila mmoja anataka akae na mali yake, sawa, asibiwe na wala asitoe. Kwa hiyo huyu fanya kila namna, zipo njia za kuweza kumrejeshea pesa yake. Tumeelewana vizuri hapo? Njia ni nyingi. Unaweza mathalan ukamwambia bwana, nimekupa zawadi hii hapa, au wakati aenda kununua kitabu pale kwa murshid kule Maktabatul Buwaid, ukasema basi hii kitabu ngoja nilipe mimi hapa. Tumefahamiana vizuri hapo? Zote ni njia miongoni mwa njia za nini, za kumrejeshea pesa yake. Anasema kuna mtu ambaye alipasua simu yangu, najaribu kumsamehe nashindwa. Kuwa shujaa, sawa. Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje? Waliyafu waliyasfahu
kwamba sameheni mpaka isibaki katika moyo wenu kitu chochote. Ala tuhibbuna ay yaghfira Allahu lakum, hivi ampendi Allah subhanahu wa ta'ala akusameheni? Kwa maana ukisamehe na wewe Allah atafanyaje? Atakusamehe. Kwa hiyo kuwa shujaa, msamehe, na wewe itakuwa ni vyepesi kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anauza kitu, kanzu au kitabu au kadha, anauza 30,000, ukamwambia kwamba nifanyie 20. Sawa, nifanyie 20. Je, unakuwa mdhulumu? Unakuwa huja mdhulumu hata kama ukasema mimi nayo 20. Hii ni lugha tu zinatumika, yaani kwa maana mimi nataka ninunue 20. Hiyo unakuwa huja mdhulumu, wala hujafanya jambo lolote katika mambo ya kunini, kubageni nini, katika mambo ya kubageni bei. Wallahu ta'ala alam. Kwa leo tuishie hapa, na leo tumezidisha dakika 4. Tukiwa na darasa tunaenda mpaka dakika 20. Kwa leo tumezidisha dakika 4. Inshallah tutakutana kesho katika darasa ya fiqh. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufanyie wepesi katika mambo yetu na katika kusoma kwetu. Wallahu ta'ala alam. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Pata faida mbalimbali kutoka Markaz Imam Al-Muzani na nje ya Markaz Imam Al-Muzani kupitia chaneli yako pendwa ya Al-Muzani Online TV.